alikuwa tajiri kwa sababu alikuwa karibu na Mungu. Wala ambao bado hamjapata haya matamko, ni muhimu hii wiki uwe nayo. Kama sipotaka shauri yako. Nataka tuangalie wakati Ibrahimu ametembelewa, wakati Mungu anaenda kushughulika na Sodoma, mpaka alisema hivi, kweli tunaweza tukamficha rafiki yetu kile tunachokwenda kukifanya? Ukaribu na Mungu huleta utajiri, kwa sababu kila utakachoomba atafanya. Kuwa karibu na Mungu ndio msingi wa kutajirika. Kuwa karibu na Mungu, kufanya kazi sio shida. Mtu unaweza ukafanya kazi mpaka ukafa na hujaona upenyo wote, kwa sababu kufanya kazi hakuleti utajiri. Utajiri unatoka kwa Bwana, mali zinatoka kwa Bwana, hata kama utafanya kazi. Kama ingelikuwa kufanya kazi peke yake ndiko kunakomfanya mtu awe na maisha mazuri, asingekuwepo mwenye maisha mabaya. Sasa basi, wengine wamechagua sasa kuwa karibu na miungu ili wapatiwe mali feki za udanganyifu wa Ibilisi, na wanakuwa waaminifu sana katika mambo ya upande huo. Nataka tuliangalie hili neno kwa ukubwa, na naamini Mungu atakwenda kufanya kitu. Mungu anasema hivi, ni kweli tumfiche rafiki yetu? Ukiwa karibu na mtu, bila shaka kutakuwa na urafiki. Watu wote unaoona wanakuwa karibu, kutakuwa na urafiki. Huwezi kuwa karibu na mtu afu asiwe rafiki yako. Hiyo haiwezi kuwa. Tunahitaji kuwa karibu na huyu Mungu aliye Mungu wa kila kitu. Ibrahimu alikuwa rafiki na Mungu, alikuwa mtu wa karibu sana. Mungu alikuwa karibu sana. Tunaangalia sehemu ya kwanza, kumkaribia Mungu, kuwa karibu na Mungu. Kuwa karibu na Mungu kutawafanya adui zako wawe mbali na wewe. Ambao wangeharibu vitu vyako. Kuwa karibu na Mungu utakufanya uwe kama, maana chuma unoa chuma. Huwezi kuwa karibu na Mungu alafu kabaki mtu wa kawaida. Unapokuwa karibu na Mungu unakuwa mtu wa ajabu. Anakubadilisha, unakuwa kama yeye. Anakutransform kwenye ulimwengu wa roho. Ingawa kwenye ulimwengu wa kawaida kama ni mweusi unabaki mweusi tu. Maana mwingine unaweza ukakazana kuwa karibu na Mungu ili uwe mweupe. Mungu sio mweupe wala sio mweusi. Mungu ni roho. Ukiwa karibu na Mungu wako unakuwa mbali na adui zako, hawezi kuwa karibu yako. Na hapo ndipo mwanzo wa kufanikiwa kwako. Hata kama mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, utaongezeka.
kwa sababu hakuna atakayekugusa mali yako, labda hao wameruhusiwa. Hiyo tunaiona katika Ayubu. Shetani mwenyewe anasema kwa sababu umemzingira pande zote, ndio maana mali yake inafanya nini? Inaongezeka. Ayubu alikuwa mtu wa karibu na Mungu sana. Kwa hiyo jifanye kuwa karibu na Mungu, jitahidi kumkaribia Mungu. Sasa shida inakuja unapoanza kufanikiwa pengine kidogo, unaanza kukimbiza sana mafanikio kuliko Mungu. Yaani unakuwa na muda mwingi kwenye mali kuliko kuwa na muda mwingi kwa anayekupa mali. Hilo nalo ni tatizo. Hilo ni tatizo sio dogo. Sasa hivi unaweza ukawepo hapa kwa sababu hauna mtaji. Ukipata mtaji, hata mambo ya Mungu yanakuwa ziada. Ukipata ajira inageuka kuwa Mungu. Yaani unakuwa karibu sana na ajira kuliko aliyekupa ajira. Hilo ni tatizo sio dogo, ni kubwa. Kwa hiyo wakati mwingine tabia zetu zinafanya huyu Mungu wetu asitupe, kwa sababu anajua akitupa hicho anachotupa kitasababisha tuwe mbali naye. Yaani unakuwa bize na ulichopewa kuliko aliyekupa. Siku moja Yesu akawa amemtembelea Martha na ndugu yake. Mmoja akawa bize